Inashangaza, Afrika na zimwi la mapinduzi yasiyoisha. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, huu ni wasaa wa kupita katika kila aina ya tukio na kuendelea kulifahamu. Kwa cha msingi endelea kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kila aina ya taarifa ambayo unaiona hapa. Kila uchwao habari za jeshi kuchukua uongozi sehemu mbalimbali za Afrika zimekuwa jambo lisilotia mshangao tena. Kwa kasi ambayo haijawahi kuonekana kwa miongo kadhaa, bara limeingia tena katika mzunguko wa misukosuko ya kijeshi licha ya hatua zilizowahi kupigwa kuelekea uthabiti wa kisiasa. Kulikuwa na takriban mapinduzi 130 katika nchi 36 za Afrika tangu mwaka 1952, muda mfupi kabla ya mataifa ya Afrika kuanza kupata uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita pekee kumekuwa na takriban mapinduzi 10. Kwa miaka 4 iliyopita Afrika Magharibi imegeuka kitovu cha migogoro ya kisiasa na mapinduzi ya kijeshi yaliyozidi kasi. Msururu wa matukio umeonyesha jinsi uthabiti wa kisiasa ulivyoanza kuyumba tena katika eneo hili. Nchini Mali, jeshi lilichukua mamlaka mara 2 mfululizo. Mara ya kwanza mwaka 2020 na tena mwaka 2021, likivunja serikali iliyokuwepo na kuanzisha kipindi kipya cha mpito kisicho na uhakika. Mwaka 2021 huko Guinea, Rais Alpha Conde alipinduliwa baada ya kutafuta muhula wa 3 wa urais, hatua ambayo ilizua migogoro ya kisiasa na kuibuka upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi na jeshi. Mwaka 2022 Burkina Faso nayo ilikumbwa na misukosuko miwili ya kijeshi. Ndani ya miezi 12 pekee, hatua iliyodhihirisha kudorora kwa uthabiti wa usalama na imani kwa serikali ya kiraia. Huko Niger mwaka 2023, Rais Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani na walinzi wake wenyewe, tukio lililohamisha mizani ya kisiasa za Sahel na kuibua wasiwasi mpana kuhusu mustakabali wa eneo hilo. Mwaka huo huo Gabon nako Ali Bongo akazuiliwa muda mfupi tu baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi uliotajwa kuwa na utata, na jeshi likachukua uongozi na kusimamisha taasisi za kiraia. Na mwaka huu 2025 huko Madagascar, jeshi lilimkabidhi madaraka Kanal Michael Randrianirina kufuatia maandamano ya vijana yaliyotikisa utawala uliokuwepo na hivyo kuingiza nchi hiyo kwenye orodha ya mataifa yaliyopitia mabadiliko ya kijeshi. Sasa Guinea Bissau nayo imeingia kwenye orodha baada ya milio ya risasi kutikisa Bissau na jeshi kutangaza kurejesha utulivu, huku viongozi wa juu wakiripotiwa kuzuiliwa. Mlolongo huo unaonyesha wazi kuwa bara linaangukia tena katika enzi za misukosuko iliyodhaniwa kumalizika miaka 1990 hadi 2000. Ingawa mazingira ya kila nchi hutofautiana, sababu na kiini zinafanana. Kwa miaka ya ukoloni, mapinduzi yanaweza kuonekana yalikuwa na maana zaidi kuliko sasa, kutokana na namna wakoloni walivyotutawala kwa dhulma, lakini bado dhulma hazijaisha. Tofauti ni kwamba sasa dhulma zinafanywa na wazawa wenyewe. Sababu za wakati huo na sasa zinafanana kwa kiasi, ila kwa mazingira tofauti. Ukoloni unaendelea katika nchi nyingi za Afrika. Makundi kadhaa ya watawala yakiamini yana uwezo pekee wa kutawala na vizazi vyao na kuendesha mataifa yao wanavyotaka wao, si kwa mahitaji ya wanaowatawala. Kwanza, mivutano ya kisiasa na chaguzi zenyewe zinakuwa zina utata mwingi. Mivutano ya kisiasa na chaguzi zenye utata imekuwa kichocheo kikuu katika nchi kama Gabon, Niger, Guinea, Burkina Faso. Mapinduzi yalijijenga juu ya malalamiko ya wizi wa kura na hata mifumo dhaifu ya uchaguzi. Pili, tukitazama ni jeshi kujiweka kama mwokozi. Nchi nyingi zina taasisi dhaifu za kiraia zenye uwezo mdogo wa kusimamia serikali. Jeshi likijiona lina nguvu na nidhamu na kujiona lina wajibu wa kusafisha mifumo hiyo. Lakini sababu nyingine ni hali ngumu ya jamii na kiuchumi, umasikini, rushwa, ubinafsi wa kisiasa, ukosefu wa ajira, huduma duni zimeijenga dhana miongoni mwa wananchi kwamba njia ya kawaida haiwasaidii tena. Wataalamu wa siasa za Afrika akiwemo Ezekiel Kimwaga
wamewahi kubainisha kwamba kukosekana kwa uhusiano kati ya raia na viongozi pamoja na kukandamizwa kwa demokrasia kuna wasukuma wananchi kutafuta njia mbadala. Katika mkutano na waandishi wa habari majira ya jioni siku ya jana, Rais Paul Kagame wa Rwanda alibainisha anaamini kwamba pale mapinduzi yanapotokea katika nchi fulani inamaanisha kuna tatizo mahali hapo ambalo watu wake hawalizungumzi au hawalipi uzito na usahili. Katika ukanda wa Sahel, changamoto za usalama zimeongeza tatizo. Burkina Faso, Mali na Niger wametumia hoja ya kupambana na ugaidi kama msingi wa kuhalalisha mapinduzi. Kwa mbali, zipo pia mvutano wa nguvu za kimataifa kama Ufaransa, Marekani, Urusi ambazo zimekuwa zikihusishwa kuongeza msuguano wa ndani. Kwa ujumla, mapinduzi huwa kioo kinachoakisi mifumo iliyochoka, taasisi dhaifu na viongozi wasiosikia sauti za wananchi. Katika miji kadhaa barani Afrika, kutoka Niamey hadi Conakry, wananchi waliwahi kushangilia majeshi yalipochukua madaraka. Hii iliibua swali kubwa: kwa nini baadhi ya wananchi waliona jeshi kama tiba badala ya tatizo? Kwa sehemu kubwa ni kwa sababu wanasiasa hawasikii, hawajibiki na mara nyingi hutumia demokrasia kama pazia. Chaguzi zimegeuka kuwa taratibu zisizobadili chochote, tume dhaifu, upinzani kukandamizwa, urithi wa demokrasia kwa familia na ukiritimba wa vyama vinavyotawala. Njia za kupinga matokeo mahakamani pia zina ukakasi mkubwa. Mahakama nyingi hazina uhuru wa kweli na vyombo vya usalama mara nyingi huonekana kama vipo upande wa watawala. Katika mazingira hayo, kizazi kipya cha vijana ambacho ndicho wengi barani Afrika kinaonekana kukosa nafasi, ukosefu wa ajira, ukosefu wa matumaini. Kwao jeshi huonekana kama njia ya haraka ya kuvunja mkwamo. Tukitazama katika hili, zipo faida za mabadiliko yanauliliwa, lakini historia inaonyesha kwamba mara chache mapinduzi huleta suluhu la kudumu. Uchumi udorora, nchi huwekewa vikwazo, haki za kiraia hupungua, jeshi huingia kwenye siasa kwa muda mrefu zaidi, na pia mifumo ya kikatiba huvunjwa bila uhakika wa kujengwa kwa uthabiti zaidi. Kwa Rais Kagame kuna mapinduzi mazuri na mapinduzi mabaya pia. Amesema kwamba mapinduzi mabaya zaidi ni yale yanafanywa kwa nguvu pekee na bila sababu. Lakini pale wale wanaofanya watakapothibitisha kwamba wanafanya mabadiliko ya kweli, hiyo hata yeye anaiunga mkono. Hakuishia hapo, akabainisha walau Ibrahim Traore ni kiongozi wa kijeshi aliyechukua madaraka mnamo Septemba 2022. Alimng'oa Paulo Henry Damiba kwa kile alichokitaja kwamba kutoweka kipaumbele kwa maslahi ya taifa na kupuuza vita dhidi ya ugaidi. Tangu wakati huo ameibuka kama kiongozi anayependwa sana, si tu na Burkina Faso, bali pia na Waafrika wengi waliokata tamaa na viongozi wa kidemokrasia wanaotumia uhuru kama kichaka cha kujineemesha zaidi. Kwa muda mfupi, Traore alianzisha sera ya kiuchumi wa kujitegemea, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi kwa msaada wa jamii nzima, na hata kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Katika hotuba yake ya mwaka 2023 Novemba, alibainisha Afrika haiwezi kuwa huru mpaka Waafrika waache kuwa uoga mbele ya mataifa ya Magharibi. Lakini hali bado ni tete kiusalama. Burkina Faso, kama ilivyo Niger na Mali, bado zinapambana na usalama. Sudani iliingia vitani, Guinea na Gabon bado ziko katika hatua ya